Hii game ya Yanga na Fountain Gate ni game ambayo tulitegemea kuona ushindani mkubwa sana kwa timu zote mbili, hasa ukiangalia quality za wachezaji ambao wako si Yanga, lakini pia quality ya wachezaji ambao wako Fountain Gate. Lakini kwa bahati mbaya hatukuweza kushuhudia game bora kama ambavyo tulitarajia. Mimi binafsi yangu sijaona kama mechi ilikuwa nzuri sana, ila ni mechi ambayo imeharibiwa kwa kiasi kikubwa na makosa ya mtu mmoja mmoja kwenye eneo la ushambuliaji, kwenye eneo la ulinzi la upande wa Fountain Gate. Walikuwa wanafanya makosa mengi ambayo yalikuwa yananufaisha sana Young Africans, na ni makosa ambayo pia yamewapa Young Africans mabao. Mfano angalia kwenye kipindi cha kwanza goalkeeper wa Fountain Gates amefanya makosa mengi ambayo yameweza kuwanufaisha dhidi ya Young Africans. Inawezekana kama ingekuwa sio makosa yake binafsi tusingeshuhudia kwenye kipindi cha kwanza Fountain Gates kuruhusu zaidi ya bao moja. Lakini tukifanya goalkeeper huyu ni kufanya makosa ambayo hakuna mtu ambaye alitarajia kuona goalkeeper wa level yake anaweza kuyafanya. Unajua huyu ni goalkeeper wa timu wa kimataifa kutoka Nigeria, na ni goalkeeper ambaye wakati nakumbuka anasajiliwa na Tabora United alikuwa anatoka kwenye klabu ya Enyimba, klabu ambayo imekuwa na profile kubwa sana kwenye mpira wa Afrika. Na hata wakati msimu wake wa kwanza yuko na Tabora, of course alikuwa bado na makosa, hakuwa kwenye kiwango bora sana. Na kama unakumbuka msimu uliopita Tabora walienda kucheza playoff kwenye ligi kuu, maana yake hakupata zile alama za kuwabakisha moja kwa moja kwa ligi kuu, ila walibidi waende kucheza playoff, na kwenye playoff ndo akafanikiwa kubaki. So ukitazama namna ambavyo ameperform msimu uliopita na msimu huu hakuna tofauti kubwa sana, na makosa yake yamekuwa ni yale ya kujirudia. Sijui hata kama Tabora wao wenyewe hawa Fountain Gate waliwaza nini mpaka kaenda kumsajili, lakini ukweli ni kwamba hakuwa goalkeeper ambaye alikuwa na kiwango kibora bora msimu uliopita. Lakini pia kwenye mechi nyingi kubwa ambazo wamecheza akiwa na Fountain Gate msimu huu amekuwa akifanya makosa mengi ambayo amegharimu pia timu. Fuatilia mechi nyingi za Fountain ambazo golini amekaa John Nobo, makosa yake yamekuwa ni mengi, kitu ambacho kimepelekea timu kuathirika kwa namna moja ama nyingine. This time around wamecheza dhidi ya Young Africans, na wamecheza dhidi ya timu ambayo ina quality kubwa sana. Kwa kawaida ukiwa goalkeeper ukicheza dhidi ya timu ambayo ina quality kubwa, unachopaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba unapunguza makosa kwenye eneo lako la ulinzi, kwenye eneo lako la goalkeeping, lakini unawakumbusha walinzi wako namna gani ya kwenda kuizuia Young Africans. Kwamba mara kwa mara inabidi uzungumze nao kuwakumbusha majukumu yao ili kuhakikisha kwamba hawafanyi makosa ambayo yanaweza kwenda kuiathiri timu kwa namna moja ama nyingine. Lakini alichokifanya yeye ni kuchukulia tu vitu kawaida kwamba business as usual. Hazungumzi na walinzi wake, lakini bado yeye mwenyewe kwenye eneo lake anafanya makosa, kitu ambacho kimepelekea kuruhusu mabao mengi kwenye mchezo wa leo. Angalia bao la kwanza, mabao ambayo amefungwa kwenye kipindi cha kwanza ni mabao ambayo yote ni makosa yake binafsi. Angalia goli ambalo amefunga Clatous Chota Chama ni kwenye mpira wa kutenga. Distance pia ilikuwa ni kubwa, yani ni mbali kutoka kwake kwenda golini, mbali kiasi kwamba alikuwa na uwezo pia kupanga walinzi wake vizuri, halafu akaweza kuokoa. Lakini mwisho wa siku hata kuwapanga tu walinzi wake alishindwa, kitu ambacho kilimpa urahisi Chama kwenda kucheza ule mpira wa vuni na akaenda kupata bao lingine. Bao ambalo alikuja kufunga Clement Mzize, nadhani bao lake la pili lile, halikuwa bao ambalo unaweza ukamlaumu moja kwa moja, lakini unawalaumu walinzi wa Fountain Gates. Mpira unachezwa, hawapeleki pressure kwenye mpira, hawafanyi marking inayoeleweka, mwisho wa siku ameacha space kubwa, na mpaka mpira unafika kwa Mzize yuko very free. Pasi ile kutoka maeneo ya pembeni, yani yuko free, ameshuti, amepeleka mpira wavuni. Kwa hiyo leo Yanga wameshinda, lakini makosa mengi ya Fountain Gates kwenye eneo la ushambuliaji la ulinzi ndio ambayo yamewanufaisha sana Young Africans na kuifanya Yanga iweze kufunga mabao mengi. Pengine kama Fountain Gates wangepambana wakapunguza makosa kwenye eneo lao la ulinzi, tusingeweza kushuhudia wakiruhusu mabao mengi kama ambavyo wameruhusu kwenye mchezo wa leo. Lakini makosa mengi ambayo wameyafanya ndio ambayo wameenda kuwanufaisha Yanga kwenda kupata alama 3 na ushindi wa mabao mengi kwenye mchezo wa leo. Sasa makosa kama haya ndio ambayo wakati mwingine tuna question hata kwenye ule ubora wa ligi yetu, kwamba yes tunasema ligi yetu ni bora, lakini kwa ligi ambayo ni bora ni ngumu kuona makosa madogo madogo ya aina hii yakiwa yanafanyika. Yani timu hazitoi ule ushindani ambao unatakiwa. Lakini kwenye ligi bora unakuta ushindani unaopatikana ni mkubwa, lakini kwenye ligi yetu kidogo iko tofauti. Yani ushindani sio mkubwa, lakini pia hata intensity na hata namna ambavyo wachezaji wanakuwa active na mchezo unakuwa ni mkubwa, lakini kwenye ligi yetu ni mdogo sana. Ni concentration ya wachezaji kwenye game
kutoka game moja kwenda game nyingine ni mdogo sana, kitu ambacho kidogo kinanipa mashaka kwamba inawezekana tunasema ligi yetu ni bora, lakini ni bora tu kwa kuzungumza, lakini unapokuja kwenye uhalisia hakuna ule ubora ambao tulikuwa tunauzungumza miaka yote, ambao tunauzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Hauwezi kuwa unacheza mechi dakika 90 na timu ambayo labda iko ndani ya zile top 10 ya kwenye ligi kuu, halafu wachezaji wake wanapoteza concentration kwenye mchezo. Unakuta ndani ya dakika 45 unakuta dakika 15 nzima watu wanacheza hawaja concentrate na game. Unakuja second half unakuja baada ya dakika 30 nzima watu wanacheza hawaja concentrate na game. Unajua kupoteza concentration ndiko ambako kunapelekea wakati mwingine timu kuruhusu mabao, na ndio kitu ambacho kimetokea kwenye mchezo wa leo. Kwamba nyakati ambazo unategemea kuona wachezaji wa Fountain Gates wanaweka pressure kwenye mpira, wanaziba nafasi, wanakaba kwa nguvu, hauoni wakipeleka hiyo pressure, hauoni wakiziba nafasi, hauoni pia wakiwalazimisha Young Africans wafanye makosa kwenye eneo lao la ulinzi. Maana yake Yanga leo kwa namna ambavyo wamecheza, hii mechi hata kama ingechezwa dakika zingine 90 zingine, usingeweza kuiona Fountain Gates ikiamka kwamba ikionyesha uhai zaidi ya hivi ambavyo tumeiona. Yaani hapa kuwepo na mabadiliko yote ambayo ulikuwa unaona pengine labda angekuja kuamsha morali kwa wachezaji. Yaani bado wachezaji wanacheza kwa morali ya hali ya chini sana, level ya kujituma ni ndogo sana kwenye timu. Kwa hiyo ni matokeo ambayo walistahili kuyapata. Quality ya Young Africans imeenda kuamua matokeo ya leo, lakini pia hata ukiangalia ubora mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa Fountain, kuna baadhi ya maeneo wameweza kuathiriwa na ile quality ya Young Africans. Kwa mfano hata kwenye maeneo ya ulinzi ambapo tunasema makosa anafanywa mengi, sometimes unaweza ukawa wewe ni bora, lakini kumbe ni kwa sababu umecheza dhidi ya mpinzani ambaye ni wa kawaida. Lakini sometimes unaweza ukawa labda wewe ni dhaifu kwa sababu umekutana na mpinzani ambaye ni bora. Low Fountain Gates pamoja na kwamba yamefanya makosa ambayo walipaswa kuto kuyaepuka kwenye mchezo dhidi ya Yanga, lakini bado quality ya Yanga kwa eneo la ushambuliaji ilienda pia kuamua matokeo. Kwa mfano angalia goli la Clement Mzize la kwanza, namna ambavyo alienda kuwatoroka walinzi na kwenda kufunga ile bao, it was a brilliant. Yani ni goli ambalo huwezi kumlaumu mtu yoyote, ni quality yake. Lakini kusema ukweli leo kwa namna ambavyo Fountain Gates wamecheza, wamechangia kwa namna moja ama nyingine kuwapa Young Africans ushindi kwa kutokana na makosa mengi ambayo wamekuwa wakiyafanya ya kujirudia. Tusubiri tuone itakuwaje, lakini hii ni mechi nyingine ya Young Africans ambao wamecheza kwenye kiwango kizuri by the way, na ushindi wao huu manaki unawaweka vizuri kwenye ile vita ya kupigania ubingwa wa ligi kuu. Sasa inawezekana huu ndio ukawa ni msimu mwingine bora kwa Young Africans na wakaenda kutoa taji kutokana na kile ambacho tunaona anakifanya, kwa sababu zile game ambazo tunaamini kwamba pengine Yanga anaweza kudondosha alama, bado anashinda game zake vizuri. Game dhidi ya Azam kashinda, game dhidi ya Tabora, game dhidi ya Fountain Gates ya away kapata matokeo ya ushindi. Tunasubiri kuona anastopishwa na nani kuelekea kwenye game ambazo zimebakia, lakini mpaka sasa nina uhakika Yanga ana asilimia zaidi ya 70 ya kwenda kutoa taji la ligi kuu kwa msimu huu.